أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin, Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema leo ningependa kumzungumzia mtumishi mkongwe wa jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya, Mheshimiwa Chaudhry Hamidullah Saheb, ambaye katika siku chache zilizopita alifariki dunia. Marehemu alikuwa wakili ala Tahrike Jadid Pakistan na mwenyekiti wa Majlis Tahrike Jadid Anjuman Ahmadiyya, na alikuwa akiendelea kutoa huduma zake kama afisa jalsa salana kwa muda mrefu. Februari 7 akiwa na umri wa miaka 87 alifariki dunia kwenye taasisi ya moyo ya Tahir. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jina la baba ya Mheshimiwa Chaudhry Saheb lilikuwa Babu Muhammad Bakhsh Saheb, na jina la mamake lilikuwa Aisha Bibi Sahiba, ambao walikuwa wakazi wa eneo lililojirani na Bhera. Chaudhry Saheb alizaliwa mnamo mwaka 1934 katika Qadian. Baba yake alikuwa amejiunga na jumuiya takriban miaka 5 kabla ya kuzaliwa kwa Chaudhry Saheb. Baba yake anaeleza tukio la kujiunga na jumuiya akisema ya kwamba, mimi kwa kuapa kwa Mwenyezi Mungu naandika ndoto moja ambayo ndiyo hii, na akieleza maelezo ya ndoto yake anasema kwamba Bangla Bakuwala ambayo ilikuwa katika Sargoda, na yeye alikuwa anafanya kazi katika idara ya mito na akawa anaishi katika Bangla Bakuwala. Anasema kwamba mwezi wa Oktoba mwaka 1929 kama saa 8 usiku niliona ruya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameketi juu ya mswala mmoja. Zura amesema kwamba labda alikuwa kwenye ziara yake na usiku ule aliishi katika Bangla Bakuwala. Anasema kwamba usiku nikaona ruya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa juu ya mswala mmoja na ameketi huku akiweka mikono yake juu ya mapaja yake kana kwamba anamsabihi Allah kwa kutumia vidole vyake. Uso mtukufu umeelekea upande wa mashariki, na ananiambia kwamba kiti ambacho umekikalia miguu yake imeshachoka. Anasema hapo mara moja nikainuka na kuona kwamba mguu mmoja ulikuwa umelegea. Nikamshukuru na nikasema kwamba wewe umemwokoa mtumishi wako, kama ningeanguka mbele au nyuma kichwa kingepasuka. Baada ya muda kidogo nikaona kiti kipya cha kiofisi mkononi mwa Mtume sallallahu alaihi wasallam chenye mikono mirefu. Akasema, kaa juu ya kiti hicho, hiki ni kiti cha Ahmadiyya chenye hoja na Uislamu wa kweli. Kisha mimi nikaamka. Hilo ni simulizi la baba yake jinsi alivyoikubali jumuiya.
Chaudhry saheb akapata masomo ya awali kutoka Qadian. Alikuwa mwanafunzi wa darasa la 8 ambapo mwaka 1946 mama yake akiitikia wito wa wakfu uliokuwa umetolewa na Musleh Maud radhiyallahu anhu akampeleka kwa Musleh Maud radhiyallahu anhu na akamwomba huzur ya kwamba huyu ni mtoto wangu ambaye namtoa katika wakfu kwa ajili ya kuitumikia dini. Kisha Musleh Maud radhiyallahu anhu akatoa maagizo machache kwamba aendelee na masomo yake huko shuleni. Mwaka 1949 akafaulu mtihani wa kidato cha 4. Kisha kutokana na agizo la wakalat diwan Rabwa akaja Rabwa kwa ajili ya usaili. Baada ya mtihani wa kimaandishi Musleh Maud radhiyallahu anhu mwenyewe akafanya usaili wake. Wakati huo kikao cha Naziran wa Anjuman Ahmadiyya kilikuwa kinafanywa na Khalifatul Masih Thani alikuwepo kwenye kikao. Hivyo akawaita ndani vijana watatu wanne ambao walikuwepo kule, waliokuwa kina Chaudhry Hamidullah saheb, Muslihuddin saheb na Samiullah Sial saheb. Haya Khalifatul Masih Thani radhiyallahu anhu akafanya usaili wao, na kwa mujibu wa agizo la Musleh Maud radhiyallahu anhu akaendelea na masomo yake na akapata masomo ya shuleni hadi chuoni. Sawa na amri ya Khalifatul Masih Thani radhiyallahu anhu akamaliza shahada ya kwanza na akachukua nafasi ya pili katika jimbo zima. Kisha akapata shahada ya uzamili ya hisabati kutoka chuo cha Punjab Lahore katika kiwango cha juu. Mwaka 1955 akateuliwa kuwa mwalimu wa Talimul Islam College na kisha akateuliwa kuwa mkuu wa idara ya hisabati. Mwaka 1960 akafunga ndoa na Razia Khanum sahiba ambaye alikuwa binti ya Abdul Jabbar Khan sahib wa Sargoda. Akaendelea kutoa huduma zake katika Talimul Islam College hadi 1974. College ilipotaifishwa sawa na agizo la Khalifatul Masih Thalith rahimahullah taala, akajiuzulu kutoka college kwani alikuwa amejitolea wakfu maisha yake na college ilikuwa imetaifishwa. Hivyo hakukuwa na sababu yoyote ya kuendelea na idara ya serikali. Si wote bali baadhi yao Khalifatul Masih Thalith rahimahullah taala alikuwa amewaagiza kwamba waendelee na kazi yao huko kwenye college kwani walikuwa wakihitajika kule, na wengine akawaambia kwamba waje kuitumikia jamaat. Hivyo yeye alipojiuzulu Khalifatul Masih Thalith akamteua Nazir Ziafat yani mkuu wa idara ya kuwahudumia wageni. 1982 Khalifatul Masih Rabi rahimahullah taala akamteua kama wakili ala Tahrike Jadid, na pamoja na wazifa huo akaendelea kuwa sadr wa ziada wa Majlis Tahrike Jadid kwa muda mchache. Kisha mwaka 1989 ambao ulikuwa mwaka wa kumaliza karne ya jumuiya, akateuliwa kuwa sadr Majlis Tahrike Jadid na akaendelea kuhudumia hadi kifo chake. Pamoja na hayo, kuanzia 86 hadi kifo chake akaendelea kuitumikia jumuiya kama naziri ala wa ziada na kusimamia mambo ya jimbo la Sindh. Katika zama za Khalifatul Masih Thalith rahimahullah taala akapata bahati ya kuwa amiri wa Rabwa. Akaendelea kuitumikia akiwa na niazifa mbalimbali katika Majlis Khudamul Ahmadiyya Rabwa, Majlis Khudamul Ahmadiyya Markazia, na kisha baada yake kuanzia 69 hadi 73 akafanya kazi kama sadr Majlis Khudamul Ahmadiyya Markazia. Katika zama zile kulikuwa na Khudamul Ahmadiyya Markazia ambayo ilikuwa inasimamia mambo yote katika dunia nzima, na kulikuwa na sadr mmoja tu wa dunia nzima. 1969 Hazrat Khalifatul Masih Thalith rahimahullah taala akamteua sadr Majlis Khudamul Ahmadiyya Markazia.
wakati huo huzur akasema, na mambo aliyoongelea ni mambo muhimu sana. Ijapokuwa nukuu hizi ni ndefu ambazo nitazieleza kutoka hutuba ya Hazrat Khalifatul Masih Salis, lakini ni muhimu sana, kwani kwa ajili ya kizazi cha kidamu cha Hazrat Masih Maud alayhi wassalam, na kwa ajili ya kizazi chake cha kiroho, na kwa ajili ya wafanyakazi wa jumuiya, maagizo haya ni muhimu mno ambayo wanatakiwa kuyashika kweli kweli na wanapaswa kuyafuata, na wanatakiwa kufikiri kwamba je, tunatimiza haki zetu au la. Hazrat Khamsi Salis akasema kwamba mnatakiwa kumwombea kijana aliyechaguliwa kuwa sadr, na pia mumwombee kijana mwaminifu aliyemtangulia. Mwenyezi Mungu awakubalie juhudi zao na amjalie ajaye kwamba yeye kwa msaada wa Allah aweze kufanya kazi zaidi kuliko yule amtanguliaye. Akasema hatuwezi kukwama sehemu moja. Kila mtu wetu ambaye anawajibishwa kwa upya anapaswa kusonga mbele kuliko wale walimtangulia, kwani kwa fadhila ya Allah jumuiya inaendelea kupanuka na kupata wasaa. Shughuli za jamaat zinaendelea kuzidi na majukumu yake pia yanaendelea kuongezeka. Ilmuradi nilikuwa nasema kwamba yule aliyechukua uyenyekiti wa majlis, yeye kutokana na nasaba yake hatokani na familia ya Masihi Maud alayhi salatu wassalam. Huzur anasema kwamba nafikiri kabla ya Chaudhry sahib, Mirza Tahir Ahmad sahib, Khalifatul Masih Rabi alikuwa sadr majlis ambaye alitokana na familia ya Masihi Maud alayhi salatu wassalam. Hivyo akasema kwamba kijana huyo hatokani na familia yake, lakini kwa mujibu wa uhusiano wa kiroho, kila mtu kwa sababu ya hima na juhudi na dua na unyenyekevu wake anastahili kuwa kizazi cha kiroho cha Masihi Maud alayhi wassalam, na yampasa kuwa mwana wa kweli na wa hakika. Na wapo wengi ambao huwashinda kizazi cha kimwili ilhali wao wanakuwa kizazi cha kiroho tu. Uhusiano wa kimwili ni uhusiano wa kidunia tu ambao hauhusiki na dini na wala utukufu. Uhusiano wa Masihi Maud alayhi wassalam kwa kizazi chake ni uhusiano wa dini tu. Na Huzur amesema kwamba wote wanaotokana na familia ya Masihi Maud alayhi salam na jamaa zake na wanaotokana na damu yake wanatakiwa kulikumbuka vizuri kwamba uhusiano wa kweli wa Masihi Maud alayhi salam kwa kizazi chake ni uhusiano wa kiroho tu. Ndio sababu imesemwa kuwa manabii wanakuwa si warithi wa yeyote wala hawatoi chochote katika urisi, kwani urisi unatokana na ukaribu wa kimwili ambao umekataliwa, ama kuhusiana na fadhila na baraka za kiroho ambayo ndiyo uhakika na ukweli na ndiyo hikima na ndiyo maana ya kweli. Mtu anakuwa na kizazi chake cha kiroho ambaye sawa na kauli na matakwa ya Mwenyezi Mungu anafuata amri zake, na kila mtu sawa na ikhlasi na uaminifu wake anapata malipo yake. Basi kwa hakika hiki ni kizazi cha kiroho ambacho ni kizazi cha nabii, na kizazi cha kiroho cha Masihi Maud alayhi salam ndiyo kizazi chake hasa. Ndiyo maana kuhusu kizazi chake cha kimwili akasema kwamba Mwenyezi Mungu alipokea dua yangu na akawafanya watoto wangu wawe waja wa kiroho. Ikiwa kungekuwa na sifa yoyote katika uhusiano wa kidamu, basi hakuwa na haja yoyote ya kufanya maombi yale, wala asingekuwa na haja ya kupokelewa kwa yale maombi. Basi kitu cha msingi ni kwamba uhusiano wa kiroho uwe madhubuti hata kama mtu asiwe na uhusiano wa kimwili. Hivyo wamekosea wale wanaofahamu kuwa uhusiano wa kimwili, uhusiano wa kidamu una ubora wake.
katika islam watu wakapatikana waliowapinga kizazi cha mtume saa salam kwa sababu ya kuwa kizazi chake tu, lakini hiyo pia si sahihi, kwamba kwa kuwa wao walikuwa kizazi cha kimwili hivyo wakapata heshima yote. Na ikiwa kutokana na uhusiano huo wa kidamu mtu fulani anawapa heshima, basi yeye pia ni mjinga mtupu. Huzur anasema kwamba mambo yote mawili yametajwa humo, ya kwamba wale wanaojenga uadui nao kwa sababu wao ni watoto wa kimwili, watoto wa kidamu, wanakosea. Na ikiwa kwa sababu ya uhusiano wa kimwili tu wanawapa heshima, nao pia wamekosea. Akasema kwamba hakuna mantiki na ruhania yote ndani mwake, na uhusiano wa kweli ni uhusiano wa kiroho. Ikiwa katika kizazi cha kimwili uhusiano huo upate kuimarika na sifa za kujitolea na unyenyekevu zizalike ndani mwao, basi Mwenyezi Mungu anawapa malipo mema na anawajalia ukaribu na radhi yake. Ikiwa katika kizazi cha kidamu uhusiano huo na uimara umezalika na wamepata fadhila ya kiroho kutoka nabii, kisha Mwenyezi Mungu anawapa malipo mema na anawajalia ukaribu na radhi yake. Na yule asiye na uhusiano wa kimwili lakini akipokea athari ya kiroho akajifanya kama kizazi cha kweli katika mtazamo wa dunia, sasa kuhusu mtu huyo isemwe kuwa kwa kuwa yeye hana uhusiano wa kimwili hivyo hawezi kupata heshima na daraja mbele ya Allah, jambo hilo pia si sahihi. Basi hata kama mtu asiwe na uhusiano wa kimwili lakini yeye akijifanya kuwa kizazi cha kiroho ametimiza haki yake, basi atakuwa amefanikiwa. Na asemaye kwamba yeye hawezi kupata heshima na daraja hasemi kweli. Kisha anasema kwamba kitu cha msingi ni njia iliyonyoka, ya kwamba mtu anayepata heshima na daraja mbele ya Allah ndiye anayefanikiwa, na sawa na uwezo na kipawa chake anajaaliwa kufanya kazi za dini ya Allah. Mwenyezi Mungu anapokea juhudi zake hata kama awe na uhusiano wa kimwili na nabii wa zama au asiwe nao. Basi watu wasemao kuwa kwa kuwa wao wanatokana na familia yake hivyo watapata daraja, wanasema jambo lisilo na maana. Na watu wanaofahamu kuwa kwa sababu ya uhusiano wa kimwili wamepata ubora na wamepata heshima na daraja katika mirathi, hiyo pia sio sahihi. Watu hawapewi heshima na daraja kama mirathi. Basi mtu anayeelewa kwamba kwa kuwa yeye hana uhusiano wa kimwili hivyo hawezi kupata heshima na daraja, hiyo sio sahihi. Na mtu anaelewa kuwa kutokana na uhusiano wake wa kimwili mtu atapata heshima, huyo pia amekosea. Kimsingi uhusiano wa kiroho maana yake ni kumcha Allah na kuwa na mapenzi halisi ya Allah na kujitolea kwa ajili yake na kujimaliza katika njia yake na kunyenyekea, na baada ya kujimaliza katika njia yake kupata maisha mapya na matakatifu kutoka kwa Allah. Huo ndio uhusiano hasa, na bila huo hakuna uhusiano wowote. Akasema kwamba ilmuradi kwa fadhila ya Allah ilmuradi kwa fadhila ya Allah, Khudamul Ahmadiyya imepata maendeleo makubwa katika miaka 3 iliyopita, lakini kama vinavyokuwa vilele vya juu vya milima, hakuna kilele kimoja cha mlima kilichopangiwa kwa ajili ya Khudamul Ahmadiyya kwamba wakifikia huko waelewe kwamba tayari tumefika juu kabisa na kazi yetu imekwisha. Hapana, kwani kazi hiyo ni kama kuupanda mlima usio na kilele chake, kwani huo ni mlima ambao juu yake ni Mola mkarimu wa ardhi, na umbali uliopo baina ya mtu na Allah ni umbali usio na mipaka. Na tunapaswa kufanya juhudi na humo mna maisha na uhai wetu, kwamba tusije tukachoka na kukaa, au kwa kusimama sehemu fulani tusije tukaelewa kwamba tulichotakiwa kupata tumepata. Hapana, bali maendeleo na mafanikio yasiyo na mipaka yamepangwa kwa ajili yetu. Na ikiwa tufanye juhudi na kwa kweli Mwenyezi Mungu aone kwamba tuna ikhlasi na imani na mapenzi ya kweli kwa ajili yake, basi yeye ataendelea kutujalia fadhila zake na anaendelea
na kwa njia hiyo mtu anapata mapenzi ya Allah zaidi na zaidi na anakuwa mbali na nafsi yake. Basi hayo ni maneno yake ambayo akamwambia Chaudhry Saheb kama nasaha, na kwa sababu ya Chaudhry Saheb maneno hayo yametufikia leo. Hivyo kila mtu aliyetoa maisha yake wakfu na kila mfanyakazi na kila mtu wa familia ya Masihi Maud al-Islam pamoja na kutafakari juu ya maneno hayo, pia amwombee Chaudhry Saheb kwa ajili ya kwa Allah ili Allah amnyanyue katika daraja, kwani kwa sababu yake tumeweza kuyasikia na kuelewa maneno hayo matukufu na mazuri. Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullah taala akimzungumzia katika ijtimaa ya Khudamul Ahmadiyya Markazia ya 1970 alisema katika hutuba yake kwamba nilimteua kijana mwaminifu kuwa sadr Khudamul Ahmadiyya ambaye hakuwa na uhusiano wa kidamu na Masihi Maud alayhi salam, lakini katika uhusiano wa kiroho akawa imara sana. Mwenyezi Mungu akamjalia kufanya kazi na akatia baraka katika juhudi zake na akapokea maombi yetu. Marehemu alipomaliza zamu yake, wakati ule katika sherehe ya kumwaga rasmi risala iliyosomwa, na bila shaka yote yasomwayo yaliyokuwa ya kweli kabisa, ambayo ilisema kwamba sherehe maalum ya leo imeandaliwa katika heshima ya Chaudhry Saheb. Awamu ya miaka 4 ya wenyekiti wa Chaudhry Hamidullah Saheb imeiletea Khudamul Ahmadiyya maendeleo makubwa, kwani katika awamu yake tanzim ya Khudamul Ahmadiyya ya kimataifa kutokana na uwezo wake na chini ya muongozo makhsus wa Huzuri Anwar imefanya kazi kubwa katika idara mbalimbali. Chaudhry Hamidullah Saheb kwa unyenyekevu mkubwa na kwa kujituma kazini na kwa juhudi endelevu akaweza kuzalisha katika vijana sifa nzuri zenye kuvutia za utii, unyofu na kushikamana na ukhalifa, ambazo zitakuwa alama za kuwaonesha njia sahihi katika mustakbali wao inshallah aziz. Katika zamu ya uenyekiti wake, kwa mujibu wa matumaini ya Hazur Amirul Mu'minin Khalifatul Masih Salis rahimahullah taala, idara zote za Khudamul Ahmadiyya zikapata maendeleo. Katika awamu yake nukuu zenye thamani za Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu zikapigwa chapa kwa jina la Mashrera. Kijitabu kitwacho mambo ya kukumbukwa kikachapishwa kwa ajili ya atfal wa jumuiya. Nizamu ya kiuchumi ya Majlis Markazia ikaimarishwa. Yeye kwa siku zote akaendelea kuzingatia kwa upendo na kwa ikhilasi yote kwamba kila amri na kila ishara ya Khalifatul Masih ifuatwe kikamilifu na kwa moyo wote, na kwa ajili ya kutekeleza amri za Khalifatul Masih zitumiwe njia zote. Kabla hajachaguliwa kuwa sadr, akaendelea kuitumikia tanzim katika majlis amila. Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullahu taala pia alikuwepo katika hafla hiyo, na hutuba fupi aliyoitoa sehemu yake fupi na ieleza hapa. Hazrat Khamsi Salis rahimahullahu taala akasema kwamba tunamwombea anayeondoka kwamba Mwenyezi Mungu amjalie malipo mema, na yule aliyekuja kuchukua nafasi yake tunamwombea kwamba Mwenyezi Mungu amjalie kutoa huduma iliyo bora na iweze kukubaliwa na Allah. Majlis Khudamul Ahmadiyya ikipitia awamu mbalimbali imefikia daraja hiyo ambayo dunia inaiona leo. Mwanzo wake ulikuwa umefanana na mbegu ndogo, na wakati huu mbegu huo umepata sura ya mti mzuri. Kila sadar akafanya kazi mbili katika awamu yake, mwingine akafanya vizuri sana na mwingine akafanya wastani, na mwingine akapitisha awamu yake. Lakini kwa namna moja ama nyingine kila sadar akafanya kazi mbili. Moja, akajaribu kuendeleza desturi zilizokuwa zimeshapatikana, na pili, sawa na wakati mambo mapya yaliyokuwa yamejitokeza akajaribu kuyashughulikia. Hizi ni kazi mbili mtu
aliye hai analazimika kuzifanya. Kisha akasema kwamba maisha ya Majlis Khudamul Ahmadiyya yataendelea hadi kiyama, kwani tanzim hiyo inatokana na jumuiya ya Mahdi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye bishara yake imetolewa hivi kwamba jumuiya yake itapewa majukumu hadi kiyama. Hadi kiyama majukumu yanayohusika na umati wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Islam, na kwa kuwa maisha ya jumuiya ya Ahmadiyya yatadumu hadi kiyama, hivyo maisha ya tanzim zote za jumuiya pia yatadumu hadi siku ya kiyama. Hivyo wale wanaokabidhiwa uongozi wa tanzim na uongozi wa jamaat katika awamu mbalimbali wana wajibu wa kutunza uzuri wake na kuendelea kuongeza uzuri wake. Kisha akasema kwamba wale wanaopatiwa uongozi wanalazimika kuboresha na kuendelea zaidi na zaidi. Akasema kwamba hatuwezi kukwama, kwani kukwama ni kama kufa. Hiyo ni kanuni ya msingi ya maisha. Basi kila kiongozi wa ngazi zote za jamaat na tanzim anatakiwa kulikumbuka jambo hilo, kwamba hatuwezi kukwama katika sehemu moja, kwani kukwama ni kama kufa. Hiyo ni kanuni ya msingi ya maisha. Akasema kwamba kila sadr mpya anawajibika zaidi kuliko aliyemtangulia, kwani pamoja na kuendeleza mambo aliyoyapokea kutoka kwa sadr aliyepita, ana wajibu wa kusonga mbele. Shughuli zinaongezeka, maagizo mapya yanatolewa na khalifa wa zama. Shughuli zinaongezeka siku hadi siku na maagizo mapya yanaendelea kutolewa na khalifa wa zama. Sawa na hali, anakabidhiwa majukumu mapya, kisha anakuwa na wajibu wa kuziendeleza desturi za zamani pia, na kwa ajili ya kushughulikia haja mpya na kutatua masuala mapya anafanya juhudi kwa azma mpya. Kisha akasema kwamba Mwenyezi Mungu awajalie ndugu Aziz na kijana Hamidullah Sahib malipo mema, kwa sababu walioyafanya wamefanya kwa njia nzuri. Hivyo Mwenyezi Mungu pia awajalie malipo mema, na pia Mwenyezi Mungu awajalie kwamba waweze kutekeleza wajibu wao ambao watapewa katika siku za usoni, na Mwenyezi Mungu awaongeze katika uwezo. Katika hali ya taharuki ya mwaka 1974, Chaudhry Saheb akatoa huduma muhimu katika bodi iliyokuwa imeundwa sawa na agizo la Hazrat Khalid Masih Salis rahimahullah ta'ala. Hazrat Khalid Masih Rabi rahimahullah ta'ala alipohamia London, sawa na amri ya huzur, marehemu akaja hapa na kwa mwaka mmoja na zaidi akaishi hapa, na akachangia mchango wake mkubwa katika kustawisha nizamu ya jamaat kwa ngazi ya markaz. Kuanzia 1982 hadi 1999 akaitumikia jamaat kama sadr Ansarullah. Huzur amesema kwamba wakati ule kulikuwa hakuna sharti la muda, hivyo marehemu akaendelea kuwa sadr Ansarullah kwa takriban miaka 17. Kisha alipokuwa sadr Ansarullah katika awamu yake, nukuu za Hazrat Khalid Masih Sani radhiyallahu anhu zenye kuwapa Ansarullah maelekezo zikachapishwa kwa jina la Sabilur Rishad. Jalada la kwanza, nyumba ya wageni ikapanuliwa na kujengwa upya. Kulikuwa na kamati ya kusherehekea karne ya jumuiya iliyokuwa imeundwa mwaka 1989. Marehemu akaitumikia kamati hiyo kama mwenyekiti wake. Kabla yake akapata bahati ya kutoa huduma zake kama katibu wa kamati hiyo. 2005 marehemu 2005 akateuliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya kupanga mikakati ya kusherehekea karne ya ukhalifa 2008,
na kwa kuwa shughuli zake ni endelevu, hivyo akaendelea kuwa mwenyekiti wa kamati hiyo ya kusherehekea karne ya ukhalifa, na shughuli zake bado zinaendelea kufanywa chini yake. Aprili 2003 wakati wa kifo cha Hazrat Khalid Sirabi rahimahullah taala, marehemu akapata bahati ya kuwa mwenyekiti wa kikao cha kumchagua khalifa. Akiwa wakili ala akazitembelea nchi nyingi za Afrika na Ulaya. 1973 wakati wa kifo cha Sayyid Mir Daud Ahmad Saheb, Hazrat Khalid Salis rahimahullah taala akamteua afisa jalsa salana. Kuanzia 1973 hadi kifo chake akaendelea kutoa huduma zake kama afisa jalsa salana, japokuwa nchini Pakistan baada ya mwaka 1983 jalsa haikufanyika, lakini nizamu maalum ya jalsa ilikuwepo na ikaendelea kama kawaida. Na marehemu sawa na hali akaendelea kuiboresha, akifikiri kuwa Mungu akijalia na hali ikawa shwari, tukipewa ruhusa, kivipi tunaweza kuwahudumia watu zaidi na zaidi. Na marehemu alikuwa na uzoefu mkubwa wa mambo haya. Kabla hajateuliwa kuwa afisa jalsa salana, akaendelea kufanya kazi katika maandalizi ya jalsa kwa njia mbalimbali. jalsa salana Qadian iliyofanywa mwaka 1991 na Khalid Sirabi rahimahullah taala alikuwa ameshiriki katika jalsa ile. Huzur akamteua Chaudhry Saheb kama afisa jalsa salana, na kisha akimsifu akasema katika hutuba yake kwamba Chaudhry Hamidullah Saheb na Mia Ghulam Ahmad Saheb wa Pakistan wamefanya kazi kubwa. Wakaenda Qadian na wakajaribu kuelewa hali halisi ya huko, kisha sawa na maagizo yangu wakajitolea huduma nzuri katika matayarisho yote. Waila idadi ya wanajumuiya wa Qadian ni ndogo sana, na bila msaada huo wao wasingeweza kusimamia mambo yote. 1977 akateuliwa kuwa nazir ziafat, na hadi 1987 akaendelea kuitumikia jamaat kama nazir ziafat, yani mkuu wa idara ya kuwahudumia wageni. Marehemu ameacha nyuma mke Razia Khanum, mwana mmoja na mabinti wawili. Mwana wake anaishi Canada, Rashidullah Saheb, na binti mmoja yupo hapa London ambaye ni mke wa Zahir Hayat Saheb, na mwingine anayeitwa Rizwana Hamid ni mke wa Nisar Ahmad Saheb ambaye anaishi Sweden. Mke wa Chaudhry Saheb anaeleza kwamba 1960 niliolewa naye. Baada ya kuolewa naye nikaona kwamba mshahara aliyokuwa anapata, kwanza kabisa alikuwa anatoa mchango wake, na alikuwa akinihimiza kwamba kwanza toa michango kisha tumia sehemu nyingine, na akaninasihi kufanya wasia. Wakati wa harusi posho ya Chaudhry Saheb ilikuwa rupia 80. Huzur amesema kwamba katika zama hizi mtu hawezi kufikiri, ijapokuwa vitu vilikuwa na bei rahisi, lakini hata hivyo rupia 80 ilikuwa haina thamani. Mkewe anasema kwamba posho yake ilikuwa rupia 80, na mimi nilikuwa na wasiwasi kwamba katika kipato hicho kidogo, baada ya kutoa mchango, tutawezaje kujikimu. Lakini kutokana na baraka za kutoa mchango, Mwenyezi Mungu akaendelea kutujalia na hatukupata shida yoyote. Tunamesema kwamba nafikiri kwa kuwa Chaudhry Saheb alikuwa anafanya kazi katika college na posho ya wafanyakazi wa college ilikuwa zaidi, na upande mwingine posho ya wafanyakazi wa jamaat kama vile wabashiri ilikuwa chini sana kuliko posho ile. Kisha anasema kwamba marehemu alikuwa anasali tahajudi na sala 5 kwa wakati katika siku za maradhi yake. Pia alikuwa akisali nyumbani na alikuwa akizingatia sana kwamba asali kwa wakati, na tabia hiyo ikaendelea hadi kifo chake.
kwa kumwona yeye mimi pia nikazoea kuswali tahajudi. Yote nimejifunza kutoka kwake. Anasema kwamba alikuwa akinitendea kwa wema sana. Akileta kitu chochote nyumbani alikuwa ananipatia mimi kwanza, halafu alikuwa anawapatia watoto. Mara nyingi alikuwa akirejea kutoka kazini usiku na alikuwa akibaki ofisini na kufanya kazi hadi usiku sana. Anasema kwamba alipokuwa akija nyumbani alikuwa hanisumbui, alikuwa haniamshi, bali mwenyewe alikuwa anafungua mlango wa nje na funguo na kuja ndani, na alikuwa hagongi kengele wala kuniamsha, bali alikuwa anapasha chakula mwenyewe na alikuwa anakula na kisha alikuwa analala. Alikuwa anakuja kwa kimya na alikuwa anapasha chakula na alikuwa anakula tu, na alikuwa halalamiki, na chochote alichokuwa anapata alikuwa anakula tu kwa furaha na hakuwa na tabia ya kulalamika. Khalifa mtukufu anasema kwamba hiyo ni kanuni ya msingi ya kuleta utulivu na amani katika nyumba zetu, na ikiwa watu waanze kuifuata kanuni hiyo, basi nyumba 80% zisipate matatizo ya kifamilia. Marehemu alikuwa anashiriki katika jeneza za mashahidi, viongozi, wafanyakazi na jamaa zake wengine, na alikuwa anabaki kule hadi mazishi yao. Alikuwa hana hasira kwa mtu yeyote moyoni mwake. Alikuwa na tabia ya kusitiri watu. Alikuwa mume na baba mwenye huruma. Alikuwa hamkasiriki jamaa yeyote. Alikuwa akitangulia kufanya suluhu, na alikuwa anasema kwamba al-izzatu lillahi jamia, heshima zote ni kwa ajili ya Allah tu. Alikuwa anawajali sana ndugu zake na jamaa zake. Kila Alhamisi alikuwa anakwenda kumtembelea dada yake ambaye alikuwa anaishi Rabwa. Chaudhry Saheb akawatumikia sana wazazi wake. Anasema kwamba nikafanyiwa upasuaji na nikakaa hospitalini kwa siku 10. Hata katika siku hizo mume wangu alikaa pamoja nami na alikuwa analala chini, na alikuwa halalamiki kwamba mimi siwezi kulala chini. Anasema kwamba kila nilipokuwa naugua na kulazwa hospitalini alikuwa anaishi pamoja nami hospitalini. Alikuwa ananijali sana na alikuwa ananitendea kwa wema. Kisha yupo binti yake ambaye anasema kwamba baba yetu hakuwahi kuongea na mama yetu kwa sauti ya juu au kwa sauti ya hasira. Baba yetu alikuwa kama awe rafiki yetu, na tulikuwa na uwezo wa kushauriana naye katika mambo mbalimbali. Kisha anasema kwamba tulipokuwa wadogo baba yetu alikuwa na swali tahajudi katika chumba chetu, na ipo dua moja ambayo naikumbuka hadi leo alikuwa anaifanya sana, akisema kwamba ewe Mwenyezi Mungu mwenye uwezo na nguvu zote, utuepushe na mabala. Utotoni kabla hatujalala alikuwa akitusimulia masimulizi. Alipokuwa akija Sweden alikuwa akiwasimulia watoto wangu masimulizi mbalimbali, na kwa kweli baba yetu alikuwa hazina za maombi kwa ajili yetu. Kisha yupo binti yake mwingine ambaye anasema kwamba baba yetu alikuwa na ratiba yake maalum, kwamba asubuhi baada ya kunywa chai alikuwa anakwenda ofisini, na mchana alikuwa anarudi kwa kuchelewa. Baada ya alasiri alikuwa anakwenda ofisini tena, na alikuwa anarejea baada ya isha. Tulipokuwa tukihitaji msaada wake katika masomo alikuwa anatusaidia baada ya alfajiri kwa saa 1. Safari moja wakati wa kukagua maandalizi ya jalsa salana, Khalimsi Salis rahimahullah taala alipoanza kula chakula pamoja na wafanyakazi wengine, akamwambia Chaudhry Saheb kwamba njoo tukale pamoja. Yani mchuzi ulikuwa umewekwa mbele ya huzur katika bakuli moja. Hivyo huzur akamwambia Chaudhry Saheb kwamba Chaudhry Saheb njoo tukale pamoja katika bakuli moja. Marehemu kwa kweli alikuwa mwenye kutimiza haki ya kutoa wakfu. Akafanya kazi ya jamaat pekee katika maisha yake yote. Kisha binti yake mwingine anasema kwamba nilipokuwa na umri mdogo baba yangu akanifundisha jambo moja, kwamba mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini, na alikuwa ananiambia kwamba ukipewa kitu fulani uchukue kutoka juu. Hiyo pia ilikuwa njia yake moja ya kufanya malezi.
baba yetu alikuwa hana mapenzi ya vitu vya dunia. Anasema kwamba sijawahi kumwona mtu mwingine wa aina yake. Hakuna kitu kilichokuwa kinamfurahisha zaidi isipokuwa shughuli za jamaa tu. Alikuwa anaweka simu karibu na kitanda chake na kwa masaa 24 alikuwa anapatikana kwa ajili ya watu. Kisha binti yake mkubwa anasema kwamba baba yetu alikuwa makini sana kuhusu malezi ya watoto wake. Alikuwa anawajali sana. Alikuwa hana tabia ya kututupia mzigo wake, bali alikuwa anafanya shughuli zake mwenyewe na muda wote alikuwa tayari kutusaidia. Alikuwa anawakalisha watoto wangu karibu naye na alikuwa anawahadisia mambo mbalimbali ya jamaa. Alikuwa akiwasimulia kuhusu baraka za wakfu na matukio yake yenye kusisimua imani. Alikuwa anaongea mambo ya kimaana na tulikuwa tunapata athari njema kutoka kwake. Mwana wake pia ameandika hivi kwamba baba yetu alikuwa anasisitiza kuhusu mambo mawili tu: sala na kusikiliza hutuba ya khalifa tulmasi, na alikuwa anasema kwamba mufuate kila amri ya khalifa. Kisha anasema kwamba alikuwa ananiambia ya kwamba ikiwa mnataka kuleta matokeo mazuri katika mahubiri yenu, basi muwe mnawaambia wana Canada kwamba nyinyi mnawapenda na mnawaheshimu. Jamilur Rahman Rafiq Saheb ambaye ni wakili tasnif Tahrika Jadid Rabwa anaandika kwamba nilikuwa na uhusiano wa zamani na Chaudhry Saheb. Baba yake Muhammad Bakhsh Saheb alikuwa mtu wa dini na mwema mno. Chaudhry Saheb pia alikuwa mfano wake. Baba yake Muhammad Bakhsh Saheb alikuwa anamhubiri Chaudhry Fazl Ahmad Saheb, na habari hiyo ni ya miaka 60-70 iliyopita, na kutokana na mahubiri yake Chaudhry Fazl Saheb akajiunga na jumuiya. Kisha uhusiano huo ukaendelea kuzidi zaidi na zaidi, kwa maana hii kwamba Chaudhry Fazl Ahmad Saheb akawa baba mkwe wangu na Chaudhry Hamidullah Saheb akajali sana uhusiano huo katika maisha yake yote. Kisha anasema kwamba Chaudhry Saheb alikuwa mwalimu wangu nilipokuwa nasoma katika BSc. Wakati yule Chaudhry Saheb alikuwa amemaliza MA na alikuwa anatufundisha na alikuwa anatusomesha kwa moyo wote, na tulikuwa tunapata athari kubwa kutoka kwake. Alikuwa mtu mwenye usuli lakini mwenye huruma pia, na alikuwa akiwasaidia wafanyakazi wake. Kwa fadhila ya Allah alikuwa na tabia ya kufanya juhudi sana. Alikuwa msomi mkubwa hasa katika elimu ya historia na jiografia. Alikuwa makini sana, alikuwa mwangalifu sana katika matumizi ya hela ya jamaat, na alikuwa anasema kwamba kwa ajili ya kuandika barua yenye maneno machache, badala ya kutumia karatasi nzima, ni vyema mutumie nusu yake. Alikuwa akijitahidi kufikia mpaka kiini cha mambo, kisha alikuwa anachukua maamuzi, na kwa fadhila ya Allah sifa hiyo ilikuwa inapatikana sana katika tabia yake. Yupo wakili diwan Laik Nasir anasema kwamba safari moja Chaudhry Saheb aliniambia ya kuwa Khalifatul Misalis rahimahullahu ta'ala alipokuwa Sadr Khudamul Ahmadiyya, na Chaudhry Saheb alikuwa msaidizi wake katika ijtima. Hazrat Misalis rahimahullahu ta'ala akamwambia Chaudhry Saheb kwamba nenda ukaangalie hali ya maandalizi ya chakula ikoje. Chaudhry Saheb anasema kwamba ilikuwa niende huko, ndipo Hazrat Saheb akaniita na akasema kwamba msimamizi wa mambo ya chakula ana tabia ngumu, hivyo wewe hutaruhusiwa kuingia ndani, hivyo na yeye ana umri mkubwa. Basi huzur akatoa beji yake ya Sadaqatul Ahmadiyya na kumpatia Chaudhry Saheb, na akasema kwamba sasa wewe una mamlaka ya kwenda ndani, nenda ukaangalie na niletee ripoti ya chakula. Safari moja Huzur amesema, safari moja nilipokuwa nimewaambia naziran na mawakili wote kwamba waende wakazitembelee jamaat za nje na wakutane na watu na wafikishe salamu zangu, hapo Chaudhry Saheb pia
akaenda kutekeleza agizo hilo. Na yule aliyeniindikia anasema kwamba kwa mara 2 nikaenda pamoja na Chaudhry Saheb katika ziara hiyo. Alikuwa amepewa wilaya ya Sargodha. Yeye hakuacha nyumba hata moja na akafika kwa kila nyumba, na kama alikuwa hakutani na mtu mhusika nyumbani kwake na alikuwa anapata taarifa kwamba bwana huyo yupo nje, yupo shambani au ameenda sehemu fulani, basi alikuwa anamfuata na alikuwa anaenda kukutana naye. Baadhi ya maeneo yalikuwa magumu sana mpaka gari ikashindwa kufika huko. Hivyo mara nyingi marehemu alikuwa anatembea kwa miguu ili afike huko na kufikisha salamu zangu. Pia alikuwa na tabia makhsus kwamba awe anafanya utii kikamilifu. Ujumbe ambao nilikuwa nimeutoa alikuwa anausoma mara kwa mara, na alikuwa anasema kwamba ikiwa nikikosea kusoma ujumbe huo basi niambie kwamba umekosea. Kisha alikuwa anasema kwamba katika masuala ya kiofisi, na hilo lilikuwa agizo lake makhsus, kwamba hata kama mambo yawe makubwa au madogo na hata kama muwe mmekosea, ni vyema kumwambia Khalifatul Masih. Kwa njia hiyo yeye anatuombea na pia anatuongoza. Alikuwa na tabia ya kawaida sana. Katika ziara zake alikuwa amewaagiza matawi kwamba wasijikite kwenye protokoli yake, na alikuwa anakula chakula cha kawaida tu, na wakati mwingine alikuwa anakula akiwa ndani ya gari, na wakati mwingine alikuwa anakula akiwa kwenye shamba la mtu. Na wakati mwingine baadhi ya matawi yalipokuwa yakisema kwamba leo utoe hutuba, alikuwa anasema kwamba hapana, nimeamrishwa na khalifa kwamba nifikishe ujumbe wake tu, hivyo leo nitatekeleza wajibu huo tu. Musleh Maud radhiyallahu anhu alikuwa amewaamrisha watu wa Qadian na Rabwa kwamba wajitahidi kusali katika misikiti ya mitaa yao. Marehemu akaendelea kufuata agizo hilo hadi kifo chake, na alikuwa na swala katika misikiti mbalimbali ukiwemo msikiti wa mtaa wake. Wakati wa usiku pia alikuwa anakuja ofisini, na mara nyingi ikatokea kwamba akaja ofisini wakati wa jioni na akamkuta kwamba hakuna mtu mwenye kufungua ofisi. Hivyo alikuwa anafungua mwenyewe na alikuwa anafanya kazi hadi usiku. Na tabia hiyo alikuwa nayo tangu alipokuwa akifanya kazi katika college. Safari moja alipokuwa anafanya kazi katika ofisi ya college, mtu mmoja akaja na akamletea boksi moja iliyokuwa na biriani au pilau ndani yake. Akasema kwamba principal saheb ameniambia kwamba nikulete. Wakati ule Khalifa Saleh alikuwa principal wa college. Yeye hakujua kwamba huyu atakuwa amekaa kule, na baadaye akamwambia Khalifa Msirabe kwamba nilijua kwamba utakuwa umekaa kule, hivi nikamwambia msaidizi kwamba nenda ukampatie chakula. Alipokuwa akipokea mgeni alikuwa anamhudumia vizuri. Laik Abi Saheb anaandika kwamba katika masuala yote, hata kama yawe madogo kiasi gani, alikuwa makini mno. Alikuwa hati saini hadi awe amesoma barua yote na draft yote. Na Khalifa mtukufu amesema kwamba hiyo ni muhimu sana kwa ajili ya maafisa kwamba wasitie saini bila kusoma barua yote. Na alikuwa akizingatia sana wakati wake, na alikuwa anafuata ratiba zake kwa wakati, na alikuwa akizingatia heshima za wengine. Yani pamoja na kufuata wakati na pamoja na kufuata utaratibu wake, alikuwa akizingatia heshima za wengine. Alipokuwa akienda misikitini alikuwa anakaa kwa kimya tu na kufanya zikr, na alikuwa haoni saa kwamba kama inavyokuwa tabia ya baadhi ya watu kwamba wanaanza kuangalia saa wakisema kwamba muda wa sala umekuwa tayari, kwa nini sala bado haijaanza. Hapana, bali imam alipokuwa akija alikuwa na swali nyuma yake, na wabashiri walikuwa wakija kutoka nchi za nje alikuwa anawanasihi kwamba wasome vitabu vya huzur na wafuate mafundisho yake,
na hii ndiyo njia pekee ambayo kwa kutumia kwayo tunaweza kujenga sura moja ya jumuiya katika dunia nzima. Samila Saheb anasema kwamba sisi tulimaliza masomo ya kidato cha 4 kwa pamoja. Baada ya kumaliza masomo tukaja kwa Hazrat Hamsani radhiyallahu anhu na ombi la kujitolea wakfu. Huzur akatupokelea wakfu, nikaendelea kufanya kazi pamoja naye kwa miaka 71 hadi kifo chake. Marehemu alikuwa mtu mkubwa, mwenye huruma, mwenye azma, mwenye kuitumikia dini kwa muda wote na mwenye kuupenda sana ukhalifa. Alikuwa na tabia ya kuwalea wabashiri wapya kwa njia nzuri sana. Hivyo hata mimi pia nikamkabidhi baadhi ya wakfin kwake ili yeye awalee, na naye akawalea vizuri sana. Halim Qureshi Saheb anasema kwamba katika masuala ya kiutawala na kiuchumi alikuwa na uzoefu mkubwa. Katika mambo ya matumizi alikuwa mwangalifu sana. Akipokea bili fulani ya 110 alikuwa anasema kwamba kutoka duka fulani ungeweza kupata kitu hicho hicho kwa 100, sasa kwa nini umetumia 110? Amir Muhammad Kaisrani ambaye ni mhandisi katika mtambo wa kupika chapati ya Jalsa Salana anasema kwamba Chaudhry Saheb alikuwa anapenda ushauri na alikuwa anashauriana na wataalamu mbalimbali kabla hajachukua maamuzi yake, na alikuwa anashauriana na watu kisha alikuwa anachukua maamuzi yake. Siku ya Ijumaa pale maofisi yanapokuwa yamefungwa alikuwa anatumia muda wake huo katika kukagua mitambo yote. Alikuwa anawaambia wafanyakazi wenzake kwamba tumejifunza kutoka kwa Khalifatul Masih Thalith kwamba mkipata shida yoyote katika maisha yenu basi muanze kufanya kazi ya jamaat, Mwenyezi Mungu atawaondoleni shida zote. Alikuwa akikutana na watu watembeao njiani kwa upendo na alikuwa akiongea nao kuhusu shida na matatizo yao. Kabla ya kifo chake alipokuwa akisimamia kikao fulani, na kwa sababu ya kuchelewa kwetu katika kazi ya ujenzi marehemu akatukasirikia kidogo, lakini siku ile ile baada ya ofisi kufungwa akanipigia simu na akasema kwamba labda leo nilikuwa mkali kidogo, hivyo nimekupigia simu ili niombe radhi kutoka kwako, na pia akanijulia hali. Hafidh Muzaffar Ahmad Saheb anaandika ya kwamba kutokana na ombi langu Khalifatul Masih nne rahimahullahu taala akatoa kibali cha ujenzi wa idara ya utafiti, na akaniagiza kwamba ni muone Chaudhry Saheb, na wakati huo marehemu akanisaidia sana, ambapo tukaweza kuchagua sehemu moja ya jamia kwa ajili ya kujenga idara hii ya utafiti. Na Chaudhry Saheb akaniambia kwamba kumbukeni ya kwamba nini muwe waangalifu katika kutumia hela ya jamaat, na badala ya kununua fanicha ya kifahari ni vyema mununue vitu ambavyo vina bei ya wastani. Majid Tahir Sahab wakilu Tabshir London anaandika kwamba kila sekunde ya maisha yake ilipita katika kuitumikia dini. Katika mambo ya kiofisi maagizo yalikuwa yakitoka kutoka kwa Khalifatul Masih yalikuwa yakifikishwa kwa Chaudhry Saheb, naye bila kuchelewa hata kidogo alikuwa akitekeleza yote. Mara nyingi alikuwa akipokea amri fulani wakati wa usiku, na wakati huo huo alikuwa anakuja ofisini, na baada ya kumaliza kazi ile alikuwa anarejea nyumbani. Kwa yakini kusimama na kukaa kwake, kuongea na kunyamaza kwake kulikuwa chini ya muongozo wa khalifa. Watu wanaotanguliza kanuni zaidi kuliko kauli za khalifa, na wanasema kwamba kanuni zipo katika jamaati hivyo zifuatwe. Marehemu alikuwa anawaambia kwamba maagizo ya khalifa wa zama na kauli zake ndiyo kanuni hasa, hivyo mumfuate. Na amesema kwamba hata katika kanuni jambo hilo lipo. Mubashir Ayaz Saheb ambaye ni mkuu wa Jamia Rabwa anasema kwamba marehemu alikuwa
encyclopedia ya historia na tamaduni za jamaat. Na amesema kweli kila nilipokutana naye nikahisi kwamba yeye alikuwa na mamlaka juu ya mambo yake. Anasema kwamba wakati mwingine nawaambia wenzangu kwamba ikiwa Chaudhry Saheb akisimamia kikao cha Jamia Ahmadiyya atatuambia kwamba katika jamii yenu ngazi ziko ngapi na miti ni mingapi na sehemu fulani kuna kasoro fulani. Ilmuradi alikuwa na umakini na uangalifu wa hali ya juu, na kila alipokuwa akisimamia kikao alikuwa na elimu na taarifa zote kuhusu ajenda za kikao. Kisha anasema kwamba historia nzima ya Rabwa ilikuwa mbele yake. Miezi michache iliyopita nikakutana naye ambapo nikasema kwamba kuhusiana na baadhi ya maeneo ya Rabwa na kuhusu historia yake rai za watu mbalimbali zinatofautiana, hivyo wewe utuambie ukweli uko wapi. Hapo akaniambia mambo mengi na akaniambia kwamba mtu fulani na fulani anaweza kueleza vizuri na fulani amesahau kidogo, hivyo utayarishe orodha yake na nitumie, kisha nitaenda pamoja nawe na nitakuambia kile nachojua. Anasema kwamba alikuwa mnyenyekevu sana na alikuwa ananiandalia chai. Lipo tukio jingine la unyenyekevu wake litokalo Qadian. Katika jalsa salana ya Qadian kulikuwa na msimamizi wa langarkhana bwana Mahfuzur Rahman Saheb. Nilikuwa naongea naye, ndipo Chaudhry Saheb akapita karibu nasi, tukamsalimia. Kisha bwana Mahfuzur Rahman Saheb akishikwa na hisia za ajabu akasema kwamba Chaudhry Saheb ni mtu wa kawaida sana. Muda si mrefu alikuja kwangu na akasema kwamba ikiwa chakula kipo basi nipatie. Nimetoka kwenye kikao na baada ya dakika 15-20 kuna kikao kingine. Anasema kwamba chakula kilikuwa kimekwisha. Nikasema haya, ngoja niangalie kwenye friji. Nikaona chakula kilikuwa kwenye friji. Nikasema kwamba ngoja nikupashie na nikuletee, na katika muda huo wewe uende ukajiandae na uje. Anasema nikaanza kupasha chakula lakini nikachelewa. Nilipoleta chakula nikaona kwamba Chaudhry Saheb kwa kuwa alikuwa akizingatia sana wakati na akahisi kwamba ikiwa atasubiri chakula atachelewa kutoka kikao, hivyo nikamwona Chaudhry Saheb kwamba alikuwa amekula makombo yaliyobaki mezani pamoja na mchuzi uliokuwa kwenye sahani, na alikuwa ameshamaliza chakula chake na akaenda kwenye kikao kwa wakati, na hakujisikia vibaya hata kidogo kwamba kwa nini umechelewa na kulikuwa na sababu gani kwamba hujafika kwa wakati, bali akala makombo yaliyobaki na akaenda kwenye kikao. Chaudhry Saheb alikuwa na uzoefu mkubwa wa kusoma vitabu vya Masihi Maud alayhi salatu wassalam, na tabia yake hiyo ilikuwa endelevu. Alipokuwa akisoma vitabu vyake na maswala ambayo yalikuwa yakiibuka alikuwa anajaribu kuyatatua na kuandika notisi zake, na alikuwa anasoma vizuri kwa uangalifu wa hali ya juu, na alikuwa akiwa nasihi wengine kwamba pale mnaposoma vitabu vyake basi musome vizuri, na pale ambapo maswali yanaibuka basi mujitahidi kuyatatua. Mubarak Siddiqui Saheb anasema kwamba safari moja alipokuja London, Huzur amesema kwamba mimi nilikuwa nimemwambia kwamba apange kikao na wanafunzi wa zamani wa TI College. Hivyo anasema kwamba nikaenda kumwona Chaudhry Saheb na nikasema kwamba Huzur amesema hivi. Yeye akaja kwenye kikao chetu, nikamwambia kwamba Mwenyezi Mungu amekujalia uwezo mkubwa wa kuitumikia dini kwa muda mrefu na amekujalia heshima kubwa. Tafadhali tuambie siri ya mafanikio yako. Hapo akasema kwamba siri ni moja tu, ambayo ni kwamba kwa sababu ya elimu na akili yenu msijithamini hata kidogo, na mumtii khalifa kikamilifu na mufanye utii wake kiasi kwamba moyo wenu utoe shahada kwamba mimi nimejaribu kutimiza haki ya utii kwa moyo wote. Mirza Jawad Saheb anaandika kwamba marehemu alikuwa anatusimulia riwaya moja ya Khalifatul Masih Thalith.
rahimullahu taala kwamba safari moja huzur aliniambia kuwa kabla ya uhuru kutokea wakati wa jalsa salana tulipokuwa tunapewa kazi mbalimbali kwa wiki moja. Katika muda huo wote wafanya kazi walikuwa wanapewa kikombe kimoja tu cha chai mara moja kwa wiki kama kiburudisho. Hivyo yani chakula walikuwa wanakula kutoka langarkhana, lakini walikuwa wanapatiwa kikombe kimoja cha chai kwa wiki moja. Hivyo khadim mmoja akapewa kikombe cha chai, naye akaja kwa furaha kubwa. Alipoingia katika chumba chake akamkuta mgeni mwingine ambaye alikuwepo. Mgeni akaelewa kwamba labda kijana huyo ameniletea chai. Akasema kwamba je, chai hiyo umeniletea kwa ajili yangu? Khadim huyo akasema kwamba ndio, na akampatia kikombe kile cha chai. Choisaba alikuwa anasema kwamba Khalifsi Salis rahimahullah taala akieleza tukio hilo alikuwa anawaambia wafanyakazi wa jalsa kwamba hebu angalieni jinsi wafanyakazi wa jalsa waliokuwa wakiwahudumia wageni katika hali zote. Choisaba alikuwa anasema kwamba hebu angalieni, ilikuwa zama ambapo katika kazi ya wiki moja walikuwa wanapatiwa kikombe kimoja cha chai kwa mara moja, lakini leo Mwenyezi Mungu ameijalia jumuiya uwezo mkubwa kwamba katika vikao vidogo vidogo chai inaandaliwa. Hivyo muwe mnathamini fadhila za Allah na muda wote mutumie mali ya jamaat kwa uangalifu na umakini mkubwa. Huzur amesema kwamba yapo mambo mengi, nilikuwa nimeyachagua machache tu, hutuba itakuwa ndefu, hivyo namalizia hapa. Na yote yaliyoelezwa na sifa zake zilizotajwa hapa ni za kweli kabisa. Mambo mengi ambayo watu wameyaandika, maelezo mengine yalikuwa marefu kiasi kwamba sikuweza kuyachagua, mengine hata sikuweza kuyasoma. Alikuwa na kipawa na kipaji cha ajabu, na mwenye tabia njema na mwenye kufanya juhudi kupita kiasi. Mimi pia nilifanya kazi pamoja naye, na alikuwa akitufundisha njia mbalimbali za kufanya kazi kwa upole mkubwa. Kisha nilipofanywa kuwa Naziriala na amiri mukami, wakati ule alikuwa amebadilika kabisa na akapitisha muda wote katika utii mkubwa. Na baada ya ukhalifa akiwa mwanajumuiya na mfanyakazi wa jamaat, akatimiza haki zote za baiati yake kwa uaminifu wote. Kila sauti na kila amri ya khalifa akaipokea kwa umakini na uangalifu mkubwa na akatekeleza kama ipasavyo. Hakutoa maelezo kwamba maana yake ni hivi na vile, bali akatekeleza kama ilivyo. Kulikuwa na Jamia Junior ambayo ilikuwa katika jengo tofauti. Nikasema kwamba nafikiri hiyo ijumuishwe katika Jamia Senior kwa sababu kuna matumizi ya ziada. Wakati huo yeye alikuwa na rai yake na viongozi wengine pia walikuwa na maoni yao. Nilikuwa nimetaka kujua rai yao, wakatoa rai kwamba Jamia Junior ibaki kama ilivyo, lakini pale nilipotoa uamuzi wangu kwamba ijumuishwe, hapo wakakubali mara moja. Na nilikuwa nafikiri kwamba labda watachukua siku kadhaa, lakini katika masaa 24 tu wakatekeleza amri yangu na wakatuma ripoti kwamba tayari tumemaliza mambo yote. Mwenyezi Mungu amnyanyue katika daraja na aujalie ukhalifa wasaidizi walio mfano wake. Muendelee kufanya maombi kuhusu hali ya Pakistan. Mwenyezi Mungu alete mabadiliko katika hali ya wanajumuiya waishio huko, ili wanajumuiya waweze kuishi kwa uhuru na kwa amani. Jambo la pili ambalo ni muhimu sana nalo ni kwamba janga la korona jinsi lilivyoenea duniani, jinsi wanajumuiya wanavyotakiwa kuchukua tahadhari, hawafanyi hivyo. Hapa Uingereza na Marekani na Pakistan na katika nchi zingine pia
hivyo muchukue tahadhari zote na kuvaa barakoa. Wengine wanavaa barakoa lakini pua inakuwa wazi ilhali wanatakiwa kufunika pua au wanaweka juu ya shingo. Sasa hiyo haina faida. Kisha kukutana na watu bila kuzingatia umbali na kanuni na maelekezo ambayo yamewekwa na serikali, wao hawafuati. Hivyo kila mmoja ajitahidi kufuata kanuni zote, ila watu wataendelea kuambukizwa na ugonjwa huo. Pia mujitahidi kupunguza safari zenu na muepukane na safari zisizo na haja na zisizo na sababu. Wanaotoka Ulaya na kwenda Pakistan wao pia wachukue tahadhari, na siku hizi ikiwa wasiende itakuwa bora zaidi. Allah atuondolee ugonjwa huo. Na wanajumuiya walioambukizwa na wengine wasio Ahmadia lakini wameambukizwa na ugonjwa huo, Mwenyezi Mungu awape uponyo. Baada ya sala inshallah nitaongoza sala ya janaza ya ghaibu ya Chaudhry Sahib. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.